yake katika nguvu za Mungu mwaka 2026. Moja inasema kutafuta kwa thamani machoni pa Bwana. Maana thamani ya mtu machoni pa Bwana itavuta nguvu za Mungu. Itampa utawala. Itampa kurejeshewa fedha. Itampa kurejeshewa kibali chake. Yaani mambo nani niliyofundisha kwamba Mungu atarejesha. La kwanza tumesema afya. La pili tumesema fedha na mali. La tatu tukasema kibali. La nne tukasema upande wa nini? Tumaini. Na mengine niliyataja. Ili Mungu arejeshe yale mambo yote, atakachokifanya ni wewe kutia nguvu. Atakachokifanya ni wewe kukupa nguvu. Hawezi kuinuka zaidi ya kiwango chako cha nguvu za Mungu. Kila nguvu za Mungu zinapoongezeka ndani yako, utainuka. Kama ni kwenye roho, utainuka. Kama ni kwenye uchumi, utainuka. Kama ni kwenye masomo, utainuka. Kama ni kazi. Kwa sababu ziko nguvu kuu mbili zinazotenda kazi kwenye maisha ya mwanadamu. Nguvu ya kwanza ni nguvu ya Mungu. Mungu akachia nuru, utaenda kung'aa. Kibali chako king'aa, utakubalika popote. Lakini nguvu ya pili ni nguvu ya giza. Kwa hiyo adui anapokuja kuleta roho ya uharibifu kwenye maisha yako, akikutana na nguvu ya Mungu ndani yako, atakimbia mwenyewe. Anasema watakuja njia moja, watatawanyika kwa njia saba. Amen. Ni kitu gani kinachosababisha kuwatawanisha? Ni kwa sababu ya nguvu za Mungu. Kwa nini? Ni kitu gani kinachosababisha shida kimesha kinaendelea? Wakaweza kuingiza kwenye tanuru la moto na wakawa salama. Nguvu ya Mungu ilikuwa pamoja nao, aliingia kwa ndani. Yes. Kwa nini Delila alikuwa anatafuta Samsoni? Alikuwa anatafuta kujua siri ya nguvu za Samsoni ziko wapi. Mungu amejificha wapi? Alipoipata nguvu ya Samsoni akamnyoa nguvu zikaisha. Kumbe kila mmoja wako kuna siri. Kesho nitakufundisha siri ya kukuta nguvu za Mungu. Siri ya kukuta nguvu za Mungu. Kesho somo litakuwa linaanza siri ya kukuta nguvu za Mungu. Yesu Kristo asifiwe. Siri ya kuvunja nguvu za Mungu. Kuvuta nguvu za Mungu. Kesho nitakufundisha. Leo nataka kwa msingi. Hebu fanya nikusomee kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 29. Mathayo 12:29. Neno la Mungu linasema hivi: ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuiteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Kumbe ili uweze kuteka kibiashara lazima uwe na nguvu. Ili uteke kihuduma lazima uwe na nguvu. Ili uteke kwenye eneo lako la kazi lazima uwe na nguvu. Wanapoachilia mishahara yao ya giza, na wewe unaachilia nguvu yako ya Mungu, vikishindana kwenye mambo ya roho, na changamoto shinda kirahisi. Kwa hiyo kumbe kwenye ulimwengu wa roho, moja ya kitu ambacho ni faida unatakiwa kiombe mno mwaka huu: Baba, kwa jina la Yesu, niongezee kiwango chako cha nguvu. Ikiwa mwaka 25 ulikuwa kiwango cha nguvu mfano ni 5, mwaka huu ufike hata 10. Ni vitu gani vinakuwa nguvu ya Mungu? Nakufundisha hivi. Iko hivi, uwezo wa kuvuta vitu kutoka kwenye ulimwengu usioonekana kuja kwenye ulimwengu unaoonekana utegemea na kiwango cha mtu cha nguvu. Maana nguvu zako wewe ulizonazo rohoni ndizo zitakazosababisha kuvuta nguvu ya rohoni kuja kwenye mwili. Maana yake unatakiwa kuongeza kiwango chako cha roho. Utakumbuka jana nimekufundisha kwamba eneo ambalo Mungu atakuwa arejeshe
eneo lako la kiroho. Utakapoanza kujiimarisha kwa mambo ya Mungu, maana nguvu za Mungu zinaanza kuingia ndani yako. Unaanza kushinda kila siku. Nguvu za Mungu ziko ndani ya mtu, atachukua hatua. Nguvu za Mungu ziko ndani ya mtu, hatakata tamaa. Nguvu za Mungu ziko ndani ya mtu, ataenda mahali ambapo wengine wanasema hapa atapoi na kuoa. Maana yake nini? Ibrahimu alipokuwa na nguvu, Mungu akamwambia nenda mahali ambapo wengine hawapandi, ukapanda, utapanda. Mimi nitakuwa pamoja na wewe. Isaka akapanda kisima cha kwanza, wakamnyang'anya. Akapanda kisima cha pili, wakakifukia. Hila zote hizo. Lakini kwa sababu alikuwa na nguvu, aliweza kuendelea kusimama na kisima cha tatu mpaka kufanikiwa. Nguvu ya Mungu inampa mtu kuendelea mbele zaidi hata kwenye magumu. Ukiona mtu anajikatia tamaa, mimi siwezi kuendelea, mimi nimeacha hiyo biashara, mimi nimeacha hiyo kazi, mimi nimeacha hiyo ndoa, mimi nimeacha kila kitu, anasusa. Nguvu yake ya kiroho ni ndogo. Kuna wakati unakuta unapigwa mawe, lakini kwa sababu ya nguvu za Mungu tena ndani yako unaendelea mbele. Mungu akupe nguvu ya kuendelea mbele tena mwaka huu. Amen. Uwezo wa kuvuta vitu na kuvimiliki kutoka ulimwengu wa giza, kuvivuta vikaza virejesha, kutegemea nguvu. Kuna vitu vyako vimeingiwa, viko kwenye ulimwengu wa giza, unatakiwa uvute mwaka huu. Ile itategemea na nguvu yako ya kuvuta. Nakumbuka ule mchezo wa kamba, watano wanakaa huko, watano mnakaa huko. Mnapimwa zile nguvu. Maana yake ikionekana kwamba upande mmoja uko dhaifu, kitakachotokea ni kwamba utakuta wenzao wanakuta wanaangukia tayari ushindi. Kitu kitakachosababisha wewe ushinde mwaka huu ni nguvu ya kiroho. Na ndio maana wenzao wanapokaa huko kwa Mungu, akiona mambo yaeleweki, mambo wameshindwa, kwamba Yesu hawaelewi, wanaenda kwa shetani. Wanaenda kwa shetani kufanya kuomba nguvu. Sisi tunaenda kwa shetani tabaki huko kwa Mungu. Sisi tunaenda kwa shetani tabaki na Yesu. Sisi tunaenda kwa shetani tunaomba Mungu za mtakatifu. Asifiwe Kristo. Asifiwe Kristo. Nguvu za Mungu zikawa juu yetu mwaka huu kwa jina la Yesu. Lakini nguvu, ukiona una uwezo kuviamuru vitu vikatokea. Uwezo kuviamuru vitu, kumtumikia. Kuna wakati mwingine tunapomtumikia Yesu Kristo, sawa, tunachoka. Kimwili tunachoka. Kiroho tunachoka. Kwenye maisha tunachoka. Lakini angalia kitu cha ajabu. Yesu anasema, mimi ni kimbilio nitawavuta. Maana yake Yesu ametuvuta. Alipotuvuta kuja kwake, ametupa nguvu. Inahitaji nguvu kukata kwenye wokovu. Amen. Inahitaji nguvu kukaa kwenye imani. Inahitaji nguvu kutembea na Kristo. Amen. Maana yake Yesu alikuacha dakika, mashetani watakumeza hayo. Lakini anakupa nguvu. Kila wakileta mishale inagonga mwamba. Kila wakileta magonjwa yanapitiliza. Kila wakileta mauti wanakufa wao. Kwa sababu ya nguvu za Mungu zilizo ndani yao. Yesu Kristo asifiwe. Amen. Maana anasema uendelea mbele nguvu hata nguvu. Maana nguvu zikupe kuendelea mbele mwaka huu. Amen. Chochote kitakachoinuka kuinyonya nguvu ya Mungu ndani yako kikapate kushindwa katika jina la Yesu. Amen. Asifiwe Yesu Kristo. Nguvu ni kitu gani? Nguvu ni uwezo wa Mungu utokao juu kukuwezesha kushinda mahali ambapo unatakiwa kushinda kwa nguvu zako. Nguvu ni kitu gani? Ni uwezo wa Mungu utokao juu unaokuja juu ya mtu kumsaidia, kumwezesha, kumtia nguvu kuvuka mahali ambapo alikuwa
hawezi kuvuka kwa nguvu zake. Wana wa Israeli wakati wanatoka Misri kwenda Kanaani, walipofika ule mto Yordani, walipofika bahari ya Shamu, Biblia inasema wakakuta kingo za mto zimejaa. Mungu akaamuru nguvu yake kaingia kwenye fimbo ya Musa. Musa akayapiga yale maji. Alipopiga maji, maji yakagawanyika. Nguvu ya maji ikashindana na nguvu ya Mungu, maji yakashindwa yenyewe. Kwa akili ya kawaida walitakiwa wavuke kwa boti, kwa meli, kwa mitumbwi, kwa mashua. Wakavuka ikiwa nchi kavu kwa nguvu ya Mungu. Maana ni uwezo wa Mungu tokao juu unaokuja juu ya mtu kumwezesha kushinda kirahisi, kumwezesha kuvuka kirahisi. Wakati wenzako wameweka mikono kichwani kwamba ile jaribu ile mama avuki, madeni aliyonayo avuki, ule ugonjwa ule unamuua, tunasubiria msiba kesho, unashangaa unapona. Nani amekuponya? Unasema Yesu. Kweli Yesu wako na nguvu. Unasema hata gawa nilimeza kuligonga mama, nikaenda Muhimbili na mahospitali yote makubwa ya kugonga mama, ila nilipokutana na huyu mama Yesu, jiwe kula pembeni, akanitia nguvu. Ni uwezo wa Mungu utokao juu unakuja juu ya mtu kukuwezesha kuvuka mahali ambapo utakupeleka kuvuka. Mtu wa pili, mfano kwanza, mfano wa Musa, mfano wa pili. Unakumbuka Petro alienda kwa nguvu zake, kwa uwezo wake na ujuzi wake, akaanza kuvua. Akavua usiku kucha kupata samaki. Yesu wa Nazareth, kwa uwezo wa nguvu za Mungu zilizokuwa juu ya Yesu, Yesu akamwambia shusha nyavu mchana kweupe. Wavuvi wanatoa mchana wao wavue. Nguvu za Mungu zikaingia kwenye ile nyavu. Akashusha nyavu. Paulo anasema kwa neno lako. Sio neno, neno lilikuwa na nguvu. Neno alikuwa Mathayo, neno alikuwa Danieli, neno sio Luka, neno sio Wakorintho kwanza wa pili. Neno ni lile ambalo linaingia ndani ya mtu na kubadilisha maisha yake. Kwa neno la Mungu akashusha nyavu. Yasema samaki wakajaa mpaka nyavu zingeweza, akasema kwa kweli huyu ni Mungu. Mahali ambapo uwezo wa kibinadamu unafika mwisho, nguvu za Mungu huanzia pale. Hizo ndizo nguvu za Mungu. Mahali ambapo madawa yote yamekoka mama na wameshapandikia kama mwezi ujao jiarebu, Mungu anaanzia pale. Mahali ambapo ulitakiwa upeleke CV ndio upate kazi, unashangaa simu inaita, ingia kazi. Muujiza unaotokea mahali ambapo unataka kutokea ni nguvu za Mungu. Nilisikia mtu mmoja akawa anashuhudia, akasema mimi mwanangu alikuwa na miaka 6 hajapata kazi. Akasema siku moja nilienda kwenye harusi, tumekaa, mtu mmoja akatangaza sasa mimi na mgodi natafuta vijana kufanya kazi. Akasema harusi ilipoisha mimi nikamfuata, akasema bosi, mwanangu yuko anahangaika hana kazi. Akasema mwanawe nipe namba. Akapewa namba. Akawa siku mbili siku tatu akamwambia mwambie kijana wako aje. Wakakutana pale nyumbani kwa yule bosi, bosi akaendelea msasa, sasa niita kumwona kijana. Mwambie ni mtoto aje kazi. Mimi nako job. Akuuliza hata CV. Akasema sasa hivi anapiga kazi. Na ni mwasibu mzuri. Analipa hela nzuri. Mimi nako job. Wenzako wanahangaika na interview, wanahangaika na kusoma sana, wanahangaika na connection, wanaomba wanatoa mission. Nguvu za Mungu. Sasa. Asifiwe Yesu Kristo. Nguvu za Mungu ni nini? Ni kile kitu kinaweza kufanya maajabu na mahesabu yasiyohesabika kibinadamu. Seti hiyo mengi tulize. Kibinadamu imekataa.
kilichovuka uwezo wa kibinadamu. Ndio maana nataka kuomba nguvu za Mungu mwaka huu, yale mambo yaliyovuka uwezo wa kibinadamu. Kama yapi? Uwezo wa kibinadamu ilikuwa ni kwamba Mariamu akutane na Mheshimiwa Yusufu, walete mtoto aitwa Yesu. Sasa nguvu za Mungu zikamshukia Mariamu. Mariamu akashuka, akasema inakuwaje? Akaka uwezo wa Mungu, nguvu za Mungu mwenyewe tu utakushukia na utakufunika. Utamzaa mtoto. Kibinadamu ilikuwa ni tofauti. Akazaliwa Mwokozi Yesu Kristo. Mambo makubwa yanapotaka kutokea mahali, Mungu anasababisha nguvu zake tofauti sana. Kitofauti sana. Mungu anaweza kaamua kufanya kitu, sio elimu hiyo kuicha hapo. Sio connection hiyo kuicha hapo. Na kila mmoja asikia anasema ni kwa mkono wa Bwana, 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 ni kwa uwezo na nguvu za Bwana. Kwa nguvu za Bwana tutateka nyara. Nguvu za Mungu ni nini? Ni zile nguvu zilizo juu ya nguvu za mashetani. Ushindani wa kishetani unainuka na ushindani wa kimungu unaovuka kazi. Habari ya manabii wa Baali. Elia akaona ushindani wa mambo ya ibada umekuwa mgumu. Akaita tukutane tuzungumze vizuri. Akasema sasa Yesu na Mungu wewe, wekeni miungu yenu na mimi nitamuita Mungu wetu. Saa ambaye walimuita wakajikatakata na nyembe, wakatoa na damu zao na kamera zao, Mungu ikagoma. Elia kisha Mungu akasema kama Mungu aishika naye mtumikia anayesimama mbele zake, moto ushuke ulabe sadaka. Gafa moto kashuka. Ukafanya maajabu. Nguvu za giza. Sabayo wanategemea miungu yao na misimu yao imegonga mwamba. Wanasema hebu tujaribu kwa mtumishi wa Mungu. Rabu atatusaidia. Maana yake wameshashinanisha nguvu za Mungu na nguvu zao. Wamesema nguvu za Mungu, ngoja tujaribu. Na sasa tujaribu. Matokeo yanatokea. Asifiwe Yesu Kristo. Amina. Nguvu za Mungu ni nini? Ni kitu kinacholeta matokeo katikati mahali ambapo hapana matokeo. Mahali ambapo hapana matokeo yanakuja matokeo. Maana mahali penye nguvu za Mungu pana matokeo. Asifiwe Yesu Kristo. Amina. Mwisho ninamaliza. Kwa nini uombe nguvu za Mungu? Kwa sababu nguvu za Mungu zinaamuru miujiza. Na miujiza ni kitu ambacho au ni jambo ambalo hujalipigania wewe. Wewe kaa omba nguvu za Mungu. Baba, kwa jina la Yesu, nifunike, nitie nguvu mwaka huu. Nahitaji nguvu zako. Rama kata baba, pesheke ta baba, imanda shaketele. Achilia nguvu zako Bwana juu ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu, 2026 achilia nguvu zako. Nguvu za Mungu ziko juu. Mungu analeta mtu. Kwa sababu hiyo nitatoa mtu. Unashangaa, nimekupenda wewe dada. Hebu kaa kwenye nafasi. Wewe mama, nimekuelewa. Kijana nimekuelewa. Mtoto nimekuelewa. Mtumishi nimekuelewa. Ninaomba neno moja jioni ya leo, siku 15 Mungu. Baba, kwa jina la Yesu, achilia nguvu zako zitembee pamoja na sisi 2026 tuweze kushinda kirahisi katika jina la Yesu. Haya. Hebu sema Bwana Yesu. Nimesikia neno lako. 2026 nguvu za Mungu zikawe juu ya maisha yangu. Nguvu za Mungu zinifunike. Nguvu za Mungu zitembee na mimi usiku na mchana.
nitie nguvu makao, niimarishe makao, nipe kushinda makao. Nguvu zako ziwe juu yangu kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, achia nguvu zako, simama tuombe katika jina la Yesu aliye hai. Baba wa mbingu na nchi, kama Mungu uishipo, achia nguvu zako juu yetu, achia nguvu zako juu ya maisha yetu, achia nguvu zako juu ya biashara zetu, achia nguvu zako juu ya kazi zetu, achia nguvu zako juu ya kanisa letu, achia nguvu zako mahali hapa katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Shakata